Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nataka nikwambie jambo moja. Yesu mponyaji yupo. Amina. Na mimi nimedhihirisha akifanya ishara hata leo. Amina. Yesu mponyaji yupo. Na amemshuhudia akiponya. Amesema atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Lakini inahitaji maisha masafi, nia safi, mawazo masafi, matendo mazuri, umenyooka katika neno, ndio itatendeka. Mungu sio mbabaishaji. Amen. Ndio ni kweli. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza kujaza Roho Mtakatifu katika neno la Mungu kwa nini? Kwa ujasiri. Sasa kila Mkristo lazima awe na ishara. Amen. Una ishara ya kukutana na Kristo. But the really church is the mystical body of Jesus Christ. Lakini kanisa halisi ni mwili wa siri wa Yesu Kristo. You cannot organize the mystical body of Christ. Huwezi kufanya dhehebu mwili wa siri wa Yesu Kristo. Nikizungumza ukweli, haya madhehebu yanaanzia Rumi. Hakuna dhehebu lilianzia Israeli, chunguza. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nasema many that come to the Pentecostal faith and the holiness faith come in and profess to be when they are not. Watu wengi sana wamekuja katika makanisa ya Kipentekoste ya imani na utakatifu, wanakuja na ukio mdomoni tu, wanachokiri when they are not in their heart, wakati wanachokiri wamanishi mioyoni mwao, ndio maana vitokei. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo nasema the first message that I can think of that this church, this body will teach will be repentance. Ujumbe wa kwanza ambao kanisa hili itakuwa ni nini? Toba. Repentance and the remission of sins must be preached to all nations. Injili ya toba na ondoleo la dhambi lazima ihubiriwe katika mataifa yote. Kuanzia Yerusalemu. Tuliona hata Pentecost ilianza Yerusalemu. Ujumbe wa pili, now Jesus is the king, the second message. Ujumbe wa pili kwa ubiri ni Yesu ni mfalme. Jesus is king, mfalme ni mtawala. Sasa watu wengi wanajiita wa Kristo wanaitwa ndani yao ni shetani. Anayepewa katika Yesu. Ujumbe wa pili kanisa la Mungu aliyoahidi ubiri, Yesu ni mfalme. Akiwa mfalme maana yake ni mtawala wa kila kitu. Hamna mfalme asiyetawala. Mfalme lazima tawale. Mfalme anatawala mawazo, mfalme anatawala maneno, mfalme anatawala matendo, mfalme anatawala nia, mfalme anatawala makusudi. Chochote ufanyacho unafanya kama atakavyo mfalme. Na mfalme ni neno, unafanya kama neno litakavyo. Amina Bwana. Huo ujumbe sasa nataka niwaambie, hao wanaojiita waamini wengi duniani ni waamini feki. Hawajakiri dikesa kwa waamini. Kanisa la waamini limejaa uchaji, watu watakatifu, wenye maneno machache, wenye nguvu za Mungu, wenye tembea kiroho, wamekaa wenye jicho kujichukua, wana nidhamu kwenye familia, hakuna migogoro kwenye ndoa, hakuna vijana maisha ya mbaya mashuleni, wala vioni, kila mahali wanaishi maisha matakatifu. Hao ndio waamini, lakini migogoro, chuki, kiburi, majivuno, hasira, ugomvi na migogoro, haya ni maisha yaenda kuzimu. Wewe kupata kwenda mbinguni bila maisha kama hayo? Kweli Bwana. Kuna mahali umeshika kujua vigezo vya kanisa la Mungu hai. Cha pili kinachohubiri ni Yesu mfalme, mtawala wa kila moyo na kila nafsi. Amina. Amina. Ni kweli Bwana. Yaani watu wanakosana hata kwenye kupika. Hata leo kuna ndugu. Naona mweka vitunguu vingi.
Manyanya ameweka mengi. Unaweka na karoti za chakula nani? Yaani hapo chochote hapo. Lakini tumwambia samani kipenzi. Naomba leo tupunguze nyanya kidogo. Najisikia kula nyanya kidogo. Hivi mtu ataridhika namna hii? Unakumrekebisha mtu, unamwambia samani. Sijui brother kama ndakuudhi, lakini kama sitakuudhi naomba niongee kitu kimoja. Naomba nisikie amani. Na maanisha mema kabisa. Atajisikia vibaya? Nilikuwa nafikiria kuna kitu nilikuona pale. Umekaa niliona sura yako imekuwa mnyonyo, afu umebana kuboxa zinaonekana. Naona Kristo kama sio nzuri sana. Unaonaje ndugu yangu? Hivi mtu atajisikia vizuri na samani tu. Nitarekebisha. Lakini ndugu naona umekuwa mwengu, maboxa nje. Lazima atakugeuka. Imesema, Biblia inasema kauli ya upole ugeuza nini? Hasira. Ongea na mtu kwa lugha nzuri. Hata ni kuna dada, chakula umepika kizuri sana. Lakini chakula kile niona chumvi kama ile ongeza kidogo. Ile kidogo chumvi cha kiangalia hata mwenza. Ndio kunivumilia tu. Lakini wakati umeshakula hata nusu. Sio mtu, dada. Wewe dada. Ndio jina lake la nyumbani. Naona? Si kitu. Akisogea, onja chakula. Nini huna akili wewe mtuvi? Unajua na wewe atakupikia chakula kwa amani kesho. Jawabu la upole ugeuza hasira. Tuishi kama Wakristo watamu. Yaani kwa mtu ambaye unaweza kumpenda mtu yoyote. Unajua upendo unatoa pepo. Unafahamu upendo ni tiba. Yaani upendo unaweza kumfanya, nilikuwa nawasomea wandugu jana kwamba upendo unaweza kuponya. Tuwe faraja, tuwe tunawaziana mema, tuwe tunania mema, tutarajie mema, tushindanie mema. Huu ndio ushindi wetu. Vita vyetu sisi ni kupigania kuiishi neno lote na kumrejesha Kristo duniani. Hata kama kuna uovu mkubwa, lazima dunia imwone Yesu. Amina. Kama tunalozi hukumu, usije kuhukumiwa. Penda kuishi Kristo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anasema Mathayo 28:20. Yesu ni mfalme na yuko hai milele na milele. Na hicho ndio kanisa linatakiwa lizungumze na lihubiri. Lihubiri Yesu hajetuacha, wala Yesu hakuacha mitume. Yesu alipoondoka alienda kubadili umbo. Yesu alienda kubadili umbo. Amina Bwana. Mathayo 28:20 anasema, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I'm with you always, even unto the end of the world. Anasema mitume wafundishe kile Yesu alichowaagiza, na mitume walifanya hivyo. Na akawaambia, sikiliza je mitume, mimi nitakuwa pamoja na nyinyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Amina Bwana. Hivi dunia imeisha? Hapana. Si bado haijaisha? Yesu yupo. Ama dunia haijaisha, Yesu yupo. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Angalia Matendo 26. Paulo anasema, at midday, O King, Matendo 26:13. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining around me and them which journeyed with me. Mfalme, nilipo wakati wa dhuhuri jiani, naliona nuru inayotoka mbinguni ikipita mwangaza wa jua ikinimulika mimi na wale waliofuatana nami pande zote. And we were all fallen into the earth. I heard a voice speaking unto me, saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecuted thou me? Tukaambiwa sisi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, kwa nini Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Ni vigumu kwa kupiga mateke mchokoo. Injili ya kweli na Mungu amefananisha na mchokoo. Mtaibo wetu mbona kama sindano. Je, unaweza kupiga mateke? Injili haifi. Amina. Kuna fake nyingi kuliko original moja. Amina. Injili ya Biblia. Amina. Anasema ndiye said, who art thou Lord? Na tunajua Zaburi ya 103 inasema Bwana ni Mungu.
Ukiona Myahudi anaitwa wewe ni nani Bwana, amejisalimisha. He said, I am Jesus whom thou persecutest. Mwanga unaopita mwangaza wa jua unaulizwa wewe ni nani? Ule mwanga unajibu mimi ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mwili aliyezaliwa na Mariamu alipokuwa duniani. Leo hii Yesu ni roho anayekaa ndani yetu sisi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tusome tena katika Wagalatia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wagalatia 4:4. Hata ulipowajia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea hali ya kuwa wana. Amina. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu aliaye Aba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Roho wa Yesu Kristo. Amina. Hiyo ni kweli. Na Roho wa Yesu Kristo ni Roho wa Mungu. Kweli Bwana. Kwa sababu ukisoma ili usichanganye sasa, ili Roho wa Kristo na Roho wa Mungu tofauti, sio na wasiwasi. Yohana 10:30. Yesu anasema, I and my Father are one. Mimi na Baba ni huyo huyo mmoja. Kwa nini Yesu ni mwana? Mungu ni Roho. Akivaa mwili anakuwa mwana. Kwa sababu Mungu ni Roho, hakuna namna nyingine ya kumtambua Mungu kama Mungu ni Roho. Zaidi ya Mungu ni Roho hakuna. Amina. Mungu ni Roho leo, kesho na siku zote. Akivaa mwili anaitwa mwana. Amina Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Unaona? Kwa hiyo ujumbe wa pili ni kumtambua kama Yesu mfalme. Amina Bwana. Ujumbe wa tatu, that's the message of the church. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Living in the church, King of the church, rise from the dead. Amen. Ujumbe kwa kanisa, Yesu Kristo ndiye yule jana na hata milele. Ibada ile Yesu mfalme. Akiishi ndani ya kanisa, Bwana 91:5. Mfalme wa kanisa amefufuka kutoka kwa wafu. Yeye yule jana leo na hata milele, akifanya ishara zile zile alizozifanya wakati alipokuwa hapa. Kweli. Amina. Wewe ujumbe sio maficho kwa kujifichia. Ujumbe ni geuzo kutoka kwenye tabia za kidunia kuingia katika tabia ya Roho Mtakatifu maisha yako yote. Kinyume na hapo unakuwa sio muamini. Doing the same thing that Jesus did. Wote tunataka kufanya mambo yale ambayo Yesu alifanya. Amen. If the church is not teaching that, kama kanisa lifundishi hilo, aya 91 nabii anasema is that the church is teaching some false theology. Kama kanisa alifundishi Yesu Kristo ni yule jana na hata milele, anafanya ishara zile zile zilizofanya, hilo kanisa linahubiri theology ya uongo. Kweli Bwana. Mimi nimeona Yesu akiponya, akifufua. Hapa ameona waliopona kwenye kansa, wameponya kansa zaidi ya 6. Hiyo ni kweli Bwana. Simulishuhudia. Simuona aliotoa shuhuda. Ndio tukawataje na picha zipo. Si atufanye biashara na maana tutangaza. Watu wamepona kisukari hapa ni mashahidi. Watu wamepona ukimwi hapa ni mashahidi. Watu wamepona vidonda vya tumbo, wamepona hapa matatizo kila namna. Amen. Ila kwa sababu tufanye biashara atangaze. Amen. Amina Bwana. Sisi tunamhubiri Kristo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. As a husband they do today, we have got to have some kind of a name attached to us. Tunataka tuwe na jina linalotutambulisha. We have got to tell the people when they ask and to ambia wanaotuuliza sisi ni kanisa fulani. Para tunataka kutambulisha fulani. Kwamba sisi ni kanisa fulani. You say you are Christians. That's right. That's like. Na pia anasema kama sisi ni waamini, tusijiite jina nyingine lolote zaidi ya kujiita sisi ni nani? Wa Kristo. Kanisa la Mungu aliye hai watajiita wa Kristo wakiwa wamechukua tabia na sura na roho wa Kristo. Amina Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina.
Kama ungefanya hilo mimi sijui, kama una Biblia ulisoma, Mungu akubariki. Ila mimi napoona hapa nikosoma nasema Bwana nibariki. Amen.